mwaka wa makamanda wa wakala wa huduma za misitu Tanzania kwa maana ya TFS. Hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya mkoa wa Morogoro, na nyuma yangu ni bendi ya baadhi ya makamanda hawa kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, wakishajihisha na kunogesha mkutano huu wa 4 wa makamanda kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Unyeti na umuhimu wa tukio hili basi unamvuta hapa naibu waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Chande, ambaye ndiye anatajwa kuwa mgeni wa heshima katika tukio hili adhimu, muhimu na akram, katika kuyajadili kwa pamoja na kwa nguvu ya pamoja yale ambayo yataboresha na kuendeleza uhifadhi wa sekta ya misitu katika ardhi ya Tanzania. Profesa, tunakushukuru na tunakupongeza sana, pamoja na makamanda wako wote tunawapongeza sana kwa kazi nzuri. Tunawapongeza sana. Leo tunajivunia hali ya hewa mzuri kwa sababu ya mikono yenu na nguvu zenu. Leo tunajivunia tuna asali nzuri duniani kwa sababu ya nguvu zenu na uwezo wenu. Leo tunajivunia tuna chakula cha kutosha kwa sababu ya uwezo wenu na jitihada yenu na uzalendo wenu wa kuhifadhi Tanzania yenu. Kwa sababu wako watu ambao wanawaibia mpaka marehemu. Wako watu ambao wanawaibia mpaka watoto ambao hawajazaliwa. Ukienda ukata msitu leo kuharibu mazingira, maana yake umemuibia mtoto ambaye anatarajiwa kuzaliwa miaka 5 ijayo. Tunawashukuru na tunawapongeza sana. Profesa Dos Santos Silayo ndiye kamishna wa uhifadhi wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Pamoja na kujadili mafanikio na changamoto na kuweka mikakati ya kwenda mbele kama taasisi, lakini tutatumia pia fursa hii kutoa mafunzo mahususi kwa maafisa na askari wetu, na hivyo tunatumia forum ya kukaa wiki nzima hapa kuwaalika wataalamu wabobezi katika masuala mbalimbali wanafika kuzungumza nasi, na wataalamu hao wanatoa mada mbalimbali na kila mwaka huwa zinabadilika kulingana na mahitaji. Kwa mfano, mwaka huu katika kikao hiki na wiki hii ambayo tutakuwa hapa, tutapata nafasi ya kupata elimu kuhusu uongozi wa kimkakati, strategic leadership, fursa, changamoto na mwelekeo wa utalii, ekolojia, ikiwa ni namna ya kuangalia namna pia ya kutumia utalii kama game changer kwenye uhifadhi wetu. Hii ni Kadoshi TV, always on time.